Na wasalimu watu wa Mungu popote mlipo. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Na mimi pia namshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Na siku hii kuna somo zuri sana ambapo leo hii itakuwa ni mwanzo katika mwendelezo wa masomo haya. Na somo hili ambalo tunakwenda kujifunza katika masomo haya ya mfululizo au mfuatano yatakuwa yanajulikana kwa kichwa kinachosema chapa ya mnyama. Chapa ya mnyama. Tumetazama mengi katika mfululizo wa masomo yetu. Kwa wale ambao wamepata fursa ya kufuatilia katika mtandao wa kijamii wa YouTube au kwa njia nyingine yoyote, basi wameweza kujifunza kuhusiana na kile ambacho tumekitafakari mpaka wakati huu sasa. Lakini nimeona ni vyema tuweze kujifunza kuhusiana na masomo haya ya chapa ya mnyama. Ni masomo muhimu na ni masomo nyeti sana ambayo watu wa Mungu wanapaswa kuyaelewa katika kipindi hiki cha mwisho. Yapo masomo ambayo tulijifunza kuhusiana na hukumu ya upelelezi. Nikasema kwamba kwa wale ambao sio Waadventista wa Sabato na ulipata fursa ya kusikiliza haya masomo, basi Bwana alikuwa na jambo maalum kwa ajili yao. Lakini masomo husika yatakayomsaidia kila mmoja ambaye ni msabato au hata kama sio Mwadventista msabato kuweza kujifunza na kuelewa nini kipo katika hii dunia kwa sasa. Ni masomo haya yanayojulikana kwa kichwa kinachosema chapa ya mnyama. Kabla tujaanza somo letu la siku hii ya leo, basi niwaalike popote mlipo tuweze kupata nafasi tuombe, tualike uwepo wa Mungu uwe pamoja nasi ili kusudi tunapojifunza masomo haya tupate kuelewa kile ambacho Mungu anakusudia tuweze kuelewa. Karibuni katika ombi. Baba yetu mtakatifu unaishi juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya fursa ambayo umetupatia siku hii ya leo kujifunza. Tunaalika uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi kwa dakika hizi ambazo utaturuhusu tuweze kujifunza neno lako la uzima. Tunakusihi Bwana ukatufunue akili zetu tuweze kuelewa kwa hakika maneno haya ya msingi sana kutoka katika maandiko matakatifu. Mimi pamoja na msikilizaji tunajikabidhi kwako, ni kupitia jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo. Amina. Basi niwaalike katika darasa letu la siku hii ya leo. Hakikisha kama una nafasi ya kuwa na Biblia, itakuwa ni jambo jema sana uwe na Biblia yako. Ukishindwa kabisa, basi hakikisha una sehemu ambayo itakuwezesha kuandika mafungu ya Biblia ambayo tutakuwa tunayatumia kujifunza somo hili makini na somo muhimu sana. Hakikisha masomo haya unaweza ukaalika ndugu, marafiki na majirani hapo nyumbani kwako. Unapokuwa unapata nafasi ya kuyachukua masomo kama haya, kama una speaker unaweza ukaweka speaker mahali pako pa biashara, au hata ni nyumbani unaweka katika TV yako, alafu unawaalika marafiki zako. Sasa mnakuwa pamoja, mnajifunza ili kusudi neno la Mungu liweze kumfaidia kila mmoja. Hatupaswi kuwa wachoyo katika neno la Mungu, maana tumepewa bure, tunapaswa kulitoa bure. Hivyo ni wito wangu kwako kwamba hakikisha unaweza ukawashirikisha marafiki zako wengi kwa kadiri unavyoweza. Kwa njia hiyo utakuwa umehusika kikamilifu kutimiza wito wa Mungu wa kuwa mwinjilisti katika nyakati hizi za mwisho. Basi sasa tunapoenda kutazama somo hili la chapa ya mnyama, bila shaka kila mmoja atajihoji, kwa nini nimetoa hili somo la chapa ya mnyama? Au kwa nini ni muhimu kutafakari kuhusiana na somo hili la chapa ya mnyama? Ndugu zangu, kwa ufupi, kwa utangulizi ni kwamba katika kila wakati katika historia ya maisha ya mwanadamu kumekuwa kuna pambano, kumekuwa kuna dhoruba, kumekuwa kuna zahama, kumekuwa kuna taabu au shida inayowapata watu katika dunia katika kila kipindi cha maisha yao. Tunatambua wazi kwamba baada ya dhambi kuingia hapa duniani, maisha ya duniani hapa sio salama tena. Maisha ya duniani hapa yamekuwa ni maisha ya misukosuko, maisha ya changamoto nyingi. Na kwa kadiri uovu unapozidi kuongezeka katika dunia yetu, ni dhahiri kwamba na matatizo ndivyo yanavyozidi kuongezeka. Shida zote ambazo tunaziona katika hii dunia ni kwa sababu ya jambo moja, na jambo hilo ni dhambi kuwepo katika hii dunia. Hivyo mpango wa Mungu makini sana wa kumkomboa mwanadamu, Mungu anahitaji kumkomboa mwanadamu kutoka kwenye tatizo hili la dhambi. Lakini kwa kadiri tatizo la dhambi linapozidi kuwepo katika hii dunia,
basi linapelekea matatizo mbalimbali katika huu ulimwengu wetu. Mfano, katika kipindi cha miaka 2000 ya kwanza ya historia hii dunia baada ya dhambi kuingia katika ulimwengu wetu, maandiko matakatifu yanatushuhudia wazi kwamba kuna jambo lilikuwa linakaribia kuipata dunia, na jambo hilo ni gharika. Na hii gharika ilipokuwa inaenda kuipata dunia, mapema kabisa Bwana alikuwa tayari amekwisha kuionya dunia kwa kumtumia mtumishi wake anaitwa Nuhu. Nuhu alitangaza ujumbe kwa muda wa miaka 120 kuonya dunia kuhusiana na tatizo, kuhusiana na zahama ambayo ilikuwa inaenda kuipata dunia hii. Lakini kizazi kile kwa wakati ule, watu walimdharau Nuhu, wakadharau maonyo ambayo mtumishi wa Mungu alikuwa anayatoa, na hivyo wakaangamia katika ile gharika. Na mwisho wa siku Nuhu peke yake pamoja na watu 7 wa nyumbani mwake, yani familia Nuhu peke yake, Nuhu yeye mwenyewe, mtoto wake Ham, Shem na Jafet, lakini wake wa watoto zake, yani mke wa Ham, mke wa Shem na mke wa Jafet, jumla watu 6, Nuhu wa 7 na mke wa Nuhu ni wa 8. Hao peke yao ndio waliweza kuokolewa katika ile tatizo la maji au gharika iliyokuja wakati ule. Naomba tusome katika maandiko matakatifu, na hata kipindi chetu hiki pia tunaishi katika wakati ambapo tunakaribia tatizo, tunakaribia dhiki iliyo mbele yetu. Naomba tusome katika kitabu kile cha waraka wa Mtume Petro. Hapa tutaweza kujionea sisi wenyewe, na hili ndio fungu la kwanza. Natamani kila moja aweze kuandika fungu hili. Ni fungu la msingi sana ambalo litakusaidia wewe na mimi kuchunguza sisi wenyewe na kuona wazi maandiko matakatifu jinsi yalivyokuwa wazi katika maisha yetu. Na kizazi hiki watu wengi wanatilia mashaka yale mambo ambayo Mungu alisema yatatimia katika wakati huu. Maana wakati wa Nuhu alipoonya dunia, alipokuwa anasema jamani, dunia itagharikishwa kwa maji, mvua kubwa itanyesha. Kumbuka hivi, tangu dunia kuumbwa mpaka ule wakati wa Nuhu, watu walikuwa bado hawajawahi kushuhudia mvua ikinyesha, bali walikuwa tu wakipanda mazao yao, na kwa njia tu ya umande na unyevu mazao yalikuwa yanamea na watu walikuwa wanavuna. Ajabu kiasi gani! Muumbaji alikuwa na upendo kwa wanadamu kuwaletea tu hali tu ya unyevu na umande, na hivyo walikuwa wanavuna vizuri kabisa bila kutegemea mvua. Sasa Nuhu alipoambia wanadamu kwamba itanyesha mvua kubwa, wanadamu wakashangaa, wakasema mambo haya yatawezekanaje? Wakaanza kujifunza katika sayansi zao, wakaanza kuleta nadharia mbalimbali katika sayansi zao, wakaleta uthibitisho mbalimbali katika sayansi. Wakaona jambo hilo haliwezekani, kwa sababu tangu dunia iumbwe mpaka sasa hivi hatujawahi kushuhudia mvua ikinyesha, eti maji yatoke juu yaje katika huu ulimwengu. Jambo hilo ni la ajabu. Wakasema Nuhu ni muongo, Nuhu ni mzushi, Nuhu amechanganyikiwa akili. Wengine wakadiriki kusema kwamba huenda Nuhu ananena kwa jinsi ya mifano, huenda hamaanishi iko anachokizungumza. Ndivyo walivyosema. Lakini Bwana alimwambia Nuhu, hebu tengeneza safina, ujifanyie safina ya mti wa mvinje, kisha ingia wewe na nyumba yako. Na namna hiyo ndiyo Nuhu aliwaambia wanadamu kwa muda wa miaka 120 kwamba jamani, kuna gharika inakuja, kuna shida inakuja, kuna zahama inakuja. Aliwaambia wanadamu wafanye kile ambacho yeye anakifanya. Lakini wanadamu hawakumsikiliza Nuhu. Wanadamu walikuwa bize, walikuwa wamejikita kutafuta mali za duniani hapa. Mwisho siku hawakupata nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya gharika iliyokuwa inakuja. Tutaona pia katika fungu la Mathayo sura ya 24. Hapa tunawaambia kwamba katika wakati wetu huu tunaoishi pia kadhalika kuna mambo ya hatari yanakaribia kutokea. Kabla Mwokozi Yesu Kristo hajatokea mara ya pili, kuna taabu iko mbele yetu. Na hii taabu ambayo tunaizungumzia sasa ndio taabu itakaposimamishwa kitu kinachoitwa chapa ya mnyama. Na tutajifunza nini maana chapa ya mnyama. Tutajifunza huyu mnyama ni nani. Tutajifunza namna gani hii chapa ya mnyama itasimamishwa. Huenda umewahi kusikia masomo haya au ni mara yako ya kwanza, basi usijali. Kwa neema ya Mungu tutajifunza pamoja na tutaweza kutafakari vizuri masomo haya. Yatakuwa ni masomo ya mfululizo. Kwa hiyo somo la leo ni utangulizi kwa kile ambacho tunatamani kujifunza pamoja. Hasa twende tukaone
Ahadi hii ni ahadi ya kuja kwa Kristo mara ya pili, imehaidiwa katika maandiko, lakini wengi wanatilia mashaka. Lakini kumbuka, Mwokozi anapokuja mara ya pili, kuna taabu pia inakuja katika dunia yetu. Tunaposoma waraka wa Mtume Petro, waraka wa pili sura ya 3, nitasoma katika ule mstari wa 3. Waraka wa Mtume Petro, waraka wa pili sura ya 3 na mstari wake ni wa 3. Maandiko yanasema kwamba mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wazifuatao tamaa zao wenyewe. Kwa hiyo tunaishi katika siku za mwisho, na maandiko yanasema katika siku za mwisho watakuja watu wenye dhihaka. Watu wenye dhihaka ni watu gani? Ni watu wenye mzaa, ni watu wenye masiala, ni watu ambao wanadhalau neno la Mungu, wanadhalau maagizo ya Mungu. Maandiko yanaendelea kusema katika mstari wa 4. Watu hawa wakisema maneno yafuatayo: iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Kwa hawa ni wanadamu. Wanafika wanasema kwamba mbona tangu dunia ilipoumbwa mpaka sasa hivi tumesikia tu kwamba Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja, lakini mbona haji? Na babu zetu wamelala, vitu viko namna ile ile mpaka leo hii. Hao ni watu wanasema maneno hayo. Katika mstari wa 5 maandiko yanasema, maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji, na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Hao watu wamefumba macho yao, wanajifanya hawaoni. Mstari wa 6. Kwa hayo tu maandiko yanasema, kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Hao watu wamesahau kwamba dunia ya wakati ule iligharikishwa kwa maji alafu ikaangamia. Mstari wa 7. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Kwa hiyo wapenzi, ndugu zangu, tuko hapa kujifunza na kuelewa namna gani kama wanadamu tunaoishi katika kipindi hiki cha mwisho kabisa katika historia hii dunia, namna gani tunaweza kumcha Mungu ili kuepuka hukumu zinazokuja katika hii dunia. Katika Mathayo sura ile ya 24 ni kitabu kizuri sana, kinaelezea mambo ya msingi kuhusiana na nyakati ambazo tunaishi. Mathayo sura ya 24. Nitaenda kusoma katika ule mstari kuanzia mstari wa 37. Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari wa 37. Maandiko yanasema maneno yafuatayo: kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Hapa maandiko yanatuambia kwamba kama vile zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kwake mwana wa Adamu. Huyu mwana wa Adamu ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo hapa Biblia inatuonyesha wazi kwamba ni muhimu kutafakari historia. Na unajua ndugu zangu, ili tuweze kuelewa wakati ambao tunaishi na wakati ule tunaouendea, ni heri na ni vyema kwetu kutafakari wakati uliopita, yaani historia. Ukifahamu historia vizuri, maandiko yanatuambia kwamba historia itakwenda kujirudia. Hili jambo unalipata unaposoma kitabu cha Mhubiri. Twende pamoja katika kitabu cha Mhubiri. Tutarudi tena katika Mathayo sura 24, lakini twende kwanza katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri tutasoma sura ile ya kwanza kabisa. Kuna maneno ya msingi hapa ya kutafakari katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri sura ya kwanza. Nitasoma katika ule mstari wa 9. Maandiko yanasema maneno yafuatayo: yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Kumbe maandiko yanatuambia wazi kwamba mambo yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, na yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Hii ni kusema kwamba sio kwamba watu wa kale watakuja kuishi sasa. Sio kwamba gharika itatokea tena sasa hivi. Sio kwamba safina ile ya Nuhu inapaswa kujengwa sasa hivi. Bali anachozungumzia hapa ni kwamba
historia inakwenda kujirudia tena. Kule tuliona gharika ya maji, lakini hapa maandiko yanasema mbingu za sasa na nchi zimewekwa kwa akiba. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya moto. Kumbe sasa hivi hakuna gharika tena ya maji, bali kuna shida ya moto inakuja. Kuna kiyama inakuja ndugu zangu. Kuna mwisho wa dunia unakuja. Maandiko katika Mathayo 24 turudi tena nasema, kama vile siku za Nuhu zilivyokuwapo, ndivyo zitakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Hii ni kusema kwamba yale mambo yaliyotendeka wakati ule Nuhu akiwa anaishi duniani hapa, ndiyo mambo hayo yatakwenda kutendeka kabla Yesu Kristo hajatokea mara ya pili. Na unapotilia mashaka kwamba Mwokozi hata kuja tena mara ya pili Yesu Kristo, ina maana unatilia mashaka, unaenda sambamba na kile ambacho kimezungumzwa na Mtume Petro katika Petro wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa 3. Unafananishwa na watu wenye dhihaka, wanaokuja na dhihaka zao wakisema, iko wapi ahadi ya kuja kwake? Kwa hiyo tusiwe miongoni mwa wale wenye mashaka, bali tuwe miongoni mwa wale wenye tumaini na imani kwamba Mwokozi Yesu Kristo atakuja mara ya pili kwa utukufu mwingi sana, kwa wale wanaomtazamia kwa ajili ya huo utukufu, kwa ajili ya wokovu. Hivyo maandiko yanatuambia kwamba kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu mara ya pili. Naendelea mstari unaofuata wa 38. Maandiko yanasema, kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila, kundi la kwanza, na kunywa, na wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina. Kumbe hapa kulikuwa na watu ambao tofauti na Nuhu, hao kazi yao ilikuwa ni kula, kunywa, kuoa na kuolewa. Ndugu zangu, tutakuwa mashahidi leo hii tunavyoishi katika hii dunia yetu. Mitindo ya maisha ya sasa na mambo yanayoendelea sasa ni vile vile kama tu wakati ule gharika ilipokuwa inakaribia kuipata dunia hii. Na anaposema kula na kunywa, kuoa na kuolewa, je, niwaulize swali, kuna ubaya wote wa kula? Kuna ubaya wote wa kunywa? Kuna ubaya wote wa kuoa? Kuna ubaya wote wa kuolewa? Jibu ni hapana. Bali nini kinazungumziwa hapa? Swali ni, namna gani watu hawa walioishi kabla ya gharika walikuwa wakila? Namna gani watu hawa walikuwa wanakunywa? Namna gani walikuwa wanaoa? Na namna gani walikuwa wanaolewa? Hayo ni mambo ya msingi sana. Katika kipengele cha chakula na kipengele cha ndoa, hivyo ni vitu vya muhimu, ni vitu vya msingi wewe na mimi kuvitafakari. Ni vya muhimu sana. Hapo ndipo kwenye pambano kubwa sana. Na hapo ndipo shetani anapocheza michezo kuwarubuni watu wengi sana. Kwa hiyo hakuna ubaya wote katika kula na kunywa, ila ubaya unakuja pale ambapo tunapokula kwa namna gani, tunapokunywa kwa namna gani. Wakati ule kabla tu ya gharika, wanadamu walifika mbali sana katika ulaji. Walikula kwa lengo la kutosheleza tu tamaa zao za miili. Walioa kwa lengo la kutosheleza tamaa zao za miili. Na ilifikia wakati ambapo hata mtume anatuambia, Mtume Paulo katika Warumi, walifikia wakati ambapo wanadamu wakawakiana tamaa, wanaume kuwawakia wanaume wenzao na wanawake kuwawakia wanawake wenzao. Kwa hiyo ilikuwa ni sio jambo la ajabu kuona mwanaume anaoa mwanaume mwingine na mwanamke anaolewa na mwanamke mwingine. Yaani hizo ndo ndoa zilizofanyika wakati huo. Lakini maandiko hayaishi hapo tu. Yanapotueleza nyakati hizi za Nuhu, yanatueleza pia na nyakati zile za Lutu. Hizo zote ni vipindi, hivyo vyote ni vipindi tofauti tofauti vya matatizo katika hii dunia. Ni vipindi ambapo wanadamu walikuwa wanaishi katika wakati ambapo walikuwa wanaelekea ukomo wa dunia kwa kipindi chao. Lakini sasa hivi mimi na wewe tunaishi kipindi ambapo ni mwisho wa mwisho. Kumbuka hata ule wakati wa Lutu walipoishi katika hii dunia, ndugu zangu, utashuhudia ni mambo ya ajabu unaposoma maandiko matakatifu. Walifika watu ambapo ule wakati walifikia kipindi ambapo ndoa za jinsia moja lilikuwa ni jambo lililohalalishwa, ilikuwa ni jambo liko wazi kabisa na linafanyika kwa wazi, sio watoto, sio watu wazima. Wote kwa pamoja walipotoshwa kabisa na shetani. Hata ule wakati ambapo malaika wanakwenda kwa Nuhu ule usiku na wanamweleza Nuhu habari zile za wokovu, ambapo Lutu alitakiwa ajiponye nafsi yake yeye mwenyewe. Na wakamwambia Lutu, je,
una ndugu yako mwingine yoyote hapa, una jamaa yako mwingine yoyote hapa, ili kusudi umueleze mambo haya, kwa sababu huu mji tunakwenda kuangamiza. Lutu alipoenda kuwaeleza hizo habari, alionekana ni kama mtu anayecheza mbele ya macho yao. Na ukisoma maandiko yanakuambia wazi kwamba Lutu huyu aliporudi ndani ya nyumba, wale ndugu walipoona wageni wamekuja kwa Lutu, hao ni malaika wamekuja kwa Lutu, wale ndugu wakatamani kuwajua hao malaika. Anaposema kuwajua, yani kuwachukua na kuwatenda kinyume na vile Mungu alivyoagiza, kuwafanya wawe wake zao katika huo usiku. Lutu anasikitika hayo mambo, anawaambia msifanye hivyo, ni heri mimi niwapatie mabinti zangu ambao bado hawajamjua mume. Hakujua hata mabinti zake nao walikuwa tayari wamekwisha kuharibika na wakazi wa pale Sodoma. Malaika wale wanawapiga upofu wale watu, lakini wale watu japokuwa wamepigwa upofu, wanatafuta mlango waingie ndani wawajue hawa wageni. Ndugu zangu, uovu ulifikia kiwango hicho. Wakati huu wa Nuhu tunaambiwa pia watu walikuwa akila na kunywa, wakamwasi Bwana. Hao watu wakaoa na kuolewa vile walivyotaka wao wenyewe, na mwisho wa siku gharika ilipofika, maandiko yanasema kwamba katika mstari wa 38, kwa kuwa kama vile siku za zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa akila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina 39, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kumbe mwana wa Adamu atakapofika, dunia hii itakuwa ikiendelea na mitindo hivyo kama kawaida, mitindo ya kula na mitindo ya kunywa. Kula kupita kiasi, kunywa kupita kiasi, kwa namna yote ile, kwa tamaa za miili ya wanadamu. Lakini pia kuoa na kuolewa, ndoa za hovyo hovyo. Inaweza ikawa ni ndoa kweli kati ya mwanaume na mwanamke, lakini ni ndoa ambayo mbingu haitambui. Ni ndoa ya hovyo. Leo mtu anaoa, kesho anaacha. Leo anaolewa, kesho anaachika. Ni vurugu tu katika hii dunia. Hayo yote ni masuala ambayo shetani atatamani sana kuwafunganisha wanadamu katika matita na matita kwa matita, ili kusudi akili zao zisiweze kutafakari kuhusu mambo ya umilele ambayo ni ya msingi sana wanadamu kuyatafakari katika nyakati hizi ambazo wewe na mimi tunaishi. Tunashuhudia masuala mazima ya ndoa ya jinsia moja katika taifa la Marekani, taifa ambalo lilipewa upendeleo mkubwa wa kujua mambo ya Mungu, taifa ambalo ni tajiri, lakini mwisho wa siku ndo taifa linaloongoza kwa masuala mazima ya ndoa ya jinsia moja. Wasanii wakubwa sasa hivi wanaweka mambo hayo hadharani, na shetani anawatumia watu wenye mvuto mkubwa kuyaweka haya mambo hadharani. Watu ambao wanaonekana ni nyota, yani masuperstar, kama ni wachezaji, kama ni waigizaji, wote hao wanashabikia mambo hayo, na bila kujua katika jamii zetu na watoto wetu wanaiga masuala kama hayo. Mwisho wa siku mtoto na mtoto wanajikuta wanaanza kutenda mambo kama hayo. Wameona wapi? Wameona katika TV, wameona katika magazeti, wamesikiliza katika vyombo vya habari, hata wao wanashawishika kufanya mambo kama hayo. Na ndio maana swali la msingi kwako ndugu yangu ambaye unatamani kuokolewa katika huu wakati wa mwisho, jiulize maswali haya. Nyumbani kwako ni vipindi gani vinaonyeshwa katika TV yako? Radio yako unasikiliza nini mara kwa mara? Je, upo tayari kuiponya nyumba yako? Na Mungu atauliza kila familia, Mungu wa mbinguni atauliza kila baba kwamba liko wapi lile kundi ambalo nilikupatia? Hilo kundi ni nini? Hilo kundi ni wewe mwenyewe, mke wako, watoto wako. Hao wote wapo katika jukumu lako wewe baba kuhakikisha kwamba wanamjua Mungu wa mbinguni na wanaokolewa katika wakati wa mwisho tunapenda kufunga historia hii dunia. Kwa hivyo ni vipindi mbalimbali katika hii dunia ambapo dunia ilikuwa inaenda kukumbana na shida. Na hivyo Bwana kwa huruma na upendo alitoa suluhisho mapema, alitoa maonyo mapema. Wale waliosikia ndio waliookolewa. Sasa katika kipindi hiki ambacho mimi na wewe tunaishi, vile vile ndugu zangu, kama nyakati zilizopita, Bwana pia leo hii anatoa maonyo. Anasema kuna jambo la hatari linakuja kabla Mwokozi hajatokea mara ya pili. Twende pamoja katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana.
Hiki ni kitabu makini na kitabu muhimu sana cha kutafakari katika kipindi hiki ambacho tunaishi. Wako wengi wamesema kwamba kitabu hiki cha Ufunuo ni kitabu kisichoeleweka. Wengi wamesema ni kitabu kinachotisha. Wengine wamesema ni kitabu ambacho kinakatisha tamaa. Watu wengi wamesema hiki kitabu hatuwezi kukisoma kwa sababu ni kitabu kinachotisha, kisichoeleweka, kimeongea mambo mazito sana. Huenda ni kweli kwa mtazamo wa juu, lakini kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa lugha za picha, lugha za ishara, kwa lengo maalum. Huenda kingeandikwa wazi kabisa leo kingekuwa kimekwisha choma moto. Kwa wale wanaotamani kuyafahamu haya mafundisho, ni heri wajifunze chini ya uongozi wa Mungu, chini ya uongozi wa Roho wake Mtakatifu, na Bwana mwenyewe atatufunulia na kutufafanulia vizuri katika kitabu hiki cha Ufunuo. Lengo langu, natamani tuende katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana katika sura ya 33. Katika sura ya 13. Hapa tutaweza kupata jambo hili linaloitwa chapa ya mnyama. Lakini kabla ya kutafakari katika Ufunuo sura ya 13 na kuitafakari hii chapa ya mnyama, natamani tuone matokeo ya wanadamu kuipokea chapa ya mnyama yatakuwa ni nini. Tunapoenda kujua matokeo ya wanadamu kuipokea chapa ya mnyama ni nini, bila kwanza kutazama kwanza chapa yenyewe ni nini na mnyama ni nani, ni vyema kwanza tuone tu kwanza matokeo ya wanadamu kuipokea chapa ya mnyama yatakuwa ni nini, ni mazuri au ni mabaya, ili kusudi kila moja anaposikiliza haya masomo sasa awe na wazo kwamba nikipokea chapa ya mnyama nini matokeo yake, na nikiepuka chapa ya mnyama nini matokeo yake. Bila shaka mumenielewa lengo langu ni nini. Twende pamoja katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 9. Hapa tunaenda kuona nini matokeo ya kupokea chapa ya mnyama. Katika mstari ule wa 9, Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9. Tumeweka kwanza breki katika Ufunuo sura ya 13, tunaingia kwanza katika Ufunuo sura ya 14 kuona tu matokeo ya kupokea chapa ya mnyama ni nini, kabla ya kwanza kuitafakari hiyo chapa yenyewe ni kitu gani. Maandiko nasema kwamba Ufunuo wa Yohana, kitabu cha mwisho kabisa katika Biblia yako, sura ya 14 na ule mstari wa 9. Na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu. Hapa usiogope anaposema malaika wa tatu. Tutakapoanza kuchambua tutaona malaika ni nini. Ila kwa ufupi tu ni kwamba malaika ni mjumbe. Malaika ni mjumbe. Kwa lugha ya Kiingereza malaika anaitwa angel, yani angelus. Huyu angel maana yake ni messenger, na messenger maana yake ni mjumbe. Ni kweli kuna malaika wa mbinguni, viumbe wa Mungu, ambao anawatuma kuleta taarifa duniani, wanatumwa kutulinda na kutufafanulia maandiko matakatifu, ni kweli. Lakini hapa ametumia malaika kwa lengo au kwa muktadha wa kutufunulia au kutuonyesha wajumbe wa Mungu. Kwa hiyo katika Ufunuo sura ya 14 kuna ujumbe wa malaika watatu. Kuna malaika wa kwanza ana ujumbe wake, kuna malaika wa pili ana ujumbe wake, kuna malaika wa tatu ana ujumbe wake. Kwa wale ambao ni mara ya kwanza kusikiliza haya maneno, basi mtambue kwamba hapa tunazungumzia mjumbe yule wa tatu. Mwenye ujumbe katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9, huyu ni mjumbe wa tatu ambaye ana ujumbe kwa dunia. Na ujumbe wake huu sasa ndio ujumbe ule wa chapa ya mnyama, kutoa tahadhari duniani kuhusu wale wote watakaopokea chapa ya mnyama. Anasema hivi, akisema kwa sauti kuu, kila mmoja aweze kusikia, kwamba mtu awaye yote au mtu yoyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Kwa hiyo hapa tunaanza kuelezewa taratibu kabisa na kwa ufasaha kabisa kwamba huyu malaika anazungumza kwa mtu yoyote, awe mwanamke awe mwanaume, awe mdogo awe mkubwa, atakayepokea chapa ya huyo mnyama katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Maandiko yanaendelea kusema mstari wa 10, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu maana yake ni hasira.
Kwa hiyo atakunywa katika mvinyo ya hasira ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Ndugu zangu, haya ni matatizo. Hili ni jambo la kutisha. 11. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana mchana, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokea chapa ya jina lake. Kumbe tumeona matokeo ya wanadamu kuipokea chapa ya mnyama, ikiwa ni katika kipaji cha uso au ikiwa katika mkono, matokeo yake ni kupotea milele. Matokeo yake ni kuangamia milele. Kabla hatujaona nini maana chapa ya mnyama, kumbe mpaka sasa tumeona kuipokea chapa ya mnyama ina maana ni kupokea uangamivu wa milele. Hapo ndo lengo kwanza, nitamani kuliweka hilo vizuri lieleweke. Kupokea chapa ya mnyama ni kuangamia milele. Hiki ni kipindi gani ndugu zangu? Chapa ya mnyama ni nini? Mnyama ni nani? Basi tutaweza kujifunza vizuri na kwa ufasaha kabisa, kwa sababu hapa tumeambiwa kuhusu mnyama. Tumeona kuna kitu kinaitwa sanamu ya mnyama na chapa ya mnyama. Ni vitu gani hivi vinavyozungumziwa hapa? Turudi katika Ufunuo sura ya 13. Katika Ufunuo sura ya 13, ndugu zangu, kitabu hiki cha Ufunuo kinaitwa Ufunuo. Maana yake kiko wazi, kimefunuliwa, kimefunguliwa, kila moja anayekisoma ataweza kukielewa. Hasa twende kwa pamoja tukatafakari habari za huyu mnyama. Tukatafakari habari za sanamu hiyo ni kitu gani? Tukatafakari habari za hiyo chapa ni kitu gani? Tunapoenda kusoma kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 13, ili tuweze kuelewa kwa uzuri kabisa kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 13 au Ufunuo nzima. Ufunuo inaendaga sambamba na kitabu kingine katika Biblia hii kinaitwa kitabu cha Danieli. Mambo mengi ambayo unatamani kuyaelewa katika kitabu cha Ufunuo, kama ni msomaji mzuri wa maandiko matakatifu, utakubaliana na mimi kwamba ili uweze kuelewa vitu kwa uzuri, utarudi katika kitabu cha Danieli. Kimeanza kuelezea hizi siri. Na baadhi ya siri hizo katika kitabu cha Danieli, kwa kipindi chake Danieli akiwa anaishi hapa duniani, aliambiwa hizo siri zingine uzifunge hadi wakati wa mwisho. Na mimi na wewe tunaishi katika kipindi cha mwisho. Na ndio maana kitabu cha Ufunuo kinaitwa Ufunuo. Maana yake kimefunua mambo ambayo yaliandikwa na Danieli pamoja na manabii wengine katika vizazi vilivyopita. Na hiki kitabu kimewekwa mwishoni kabisa katika Biblia. Lengo lake hata ni kutusaidia, kutuonyesha wazi kwamba yale yote ambayo umeshindwa kuyaelewa hapo mwanzoni, basi sasa yamewekwa wazi, yamefunuliwa. Kwa hiyo tutakwenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Lakini kabla ya kusoma Ufunuo sura ya 13, maana tukishatafakari Ufunuo sura ya 13 vizuri, hapa kuna wanyama wawili, na wanyama maana yake ni nini? Hii ni siri zimewekwa hapo, na ni vizuri kujifunza na kuelewa mambo haya. Kwanza kabisa nikupatie fungu zuri sana katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 1. Nitakusomea mstari wa 3. Kuna heri imetolewa hapa. Wewe sasa hivi unasikiliza, mimi ninasoma, ninafundisha, wewe unasikiliza, lakini pia wewe utapata nafasi ya kumfundisha mtu mwingine na mwingine na mwingine. Hebu usikiliza katika mstari wa 3 wa Ufunuo sura ya 1. Maandiko yanasema hivi: heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Kitabu hiki cha Ufunuo kinatuambia kuna heri inatolewa kwa yule anayesoma kitabu hiki, kwa yule anayesikia maneno ya unabii huu, lakini zaidi ya yote kuyashika yaliyoandikwa humu ndani, kwa sababu wakati ukaribu. Pale ambapo kitabu hiki kinapoanza kufundishwa, unapoona watu wanaweka msingi, wanaweka uzito, wanaweka niseme jitihada na juhudi kukifundisha kitabu hiki cha Ufunuo ili kiweze kueleweka, tambua wazi kwamba Mwokozi Yesu Kristo amekaribia kurudi tena katika huu ulimwengu. Ni furaha ya ajabu namna gani kumuona Mwokozi
akija mara ya pili. Maandiko yanasema katika mstari wa 7 kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7, maandiko yanasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Unatamani kumwona Mwokozi Yesu Kristo akija mara ya pili na utukufu mwingi? Kama ndilo tamanio lako, basi kuna heri inatolewa hapa. Tuyasome maandiko matakatifu ya unabii huu katika kitabu hiki cha Ufunuo, pamoja na kuyashika haya yote yaliyoandikwa humu ndani. Na haya tunajifunza, ndugu zangu, katika kitabu hiki cha Ufunuo kuhusiana na chapa ya mnyama, na wakati ambao tunaishi, wakati uliopita na wakati ujao. Haya maswala yanaitwa ni masomo mazima ya unabii, na kuna heri ya kujifunza unabii. Unajua heri nyingine ni ipi? Hebu tusome kwanza Petro wa pili. Twende pamoja katika waraka wa pili wa mtume Petro. Hapa pia kuna jambo lingine la kutafakari. Waraka wa mtume Petro, waraka wa pili wa mtume Petro, nitasoma katika sura ya 1 na mstari wake ni wa 19. Fika pamoja nami katika Biblia yako, andika hilo fungu ili upate wasaa mzuri wa kulipitia. Maandiko yanasema maneno yafuatayo, mstari wake ni wa 19. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 19, maandiko yanasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Unasikia? Anasema tuna lile neno la unabii ambalo hili neno la unabii halijalegalega bali ni imara zaidi. Anaendelea, ambalo mkiliangalia nini? Mkiliangalia hilo neno la unabii. Anasema ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Maandiko yanatuthibitishia kwamba tunapoliangalia hili neno la unabii, hili neno la unabii ni kama taa inayong'aa mahali penye giza. Maandiko yanasema mwafanya vema. Kama unatembea katika giza na umeshika taa, ni jambo jema, kwa sababu utaweza kuona mpaka mwisho wa safari. Hivyo tunaishi katika dunia ambayo dunia yenye giza. Tunaishi katika dunia ambayo hatuelewi mbele ni wapi. Hivyo kama unatamani kuweza kuelewa mbele ni wapi, ni heri na ni muhimu kujifunza neno la unabii ambalo ni imara zaidi. Hili neno la unabii ambalo ni imara zaidi tutalipata tutapokuwa tunatafakari katika Biblia yetu. Kitabu tutakachokuwa tunakiangalia sana ni kitabu cha Ufunuo pamoja na kitabu cha Danieli. Tukitafakari hayo kwa uzuri na kwa upana, tutaweza kuona mpaka mwisho wa safari yetu. Tutaweza kuona mpaka marejeo ya Kristo ya mara ya pili katika hii dunia. Lakini pia tutasoma kitabu cha Wathesalonike. Haya ni masuala ya msingi sana. Tunapojenga msingi leo katika somo letu hili la siku hii ya leo, tunaweza kuweka msingi wa muhimu sana kutusaidia kuelewa haya masomo, kutusaidia kujua nyakati ambazo tunaishi. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wake ni wa 1. Nitaanzia hapo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 1, maandiko yanasema maneno yafuatayo kwamba, lakini ndugu, kwa habari za nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Huyu ni mtume Paulo anaandika. Anasema, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Sasa sikia hapa. Hapa mtume Paulo alikuwa anawaambia watu aliokuwa anawafundisha kwa nyakati zake. Akasema kwamba sina haja niwaandikie kuhusu majira na nyakati, kwa sababu mnajua wazi kwamba siku ya Bwana, yani marejeo ya Kristo ya mara pili, yatakuja kama vile mwizi yani anavyokuja nyakati za usiku. Sasa niulize swali. Kuna mtu ambaye anatambua mwizi anavyokuja? Hakuna anayetambua mwizi anavyokuja. Unashtukia mwizi amefika, ameiba, ameondoka. Paulo akasema kwamba vivyo hivyo na marejeo ya Kristo yatakuwa kwa namna hiyo. Sasa kama ingekuwa hivyo, watu wengi tungekata tamaa. Tungesema kumbe hatutaweza kujua kwa sababu atakuja kama mwizi anavyokuja. Lakini hebu tuendelee tusome Biblia inasemaje. Mstari wa 2. Maana ninyi wenyewe mnajua kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Mstari wa 3. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Mstari wa 4.
Sasa anataja kundi moja la msingi sana. Hebu zingatia hapa, anasema bali ninyi ndugu hammo gizani. Unasikia? Anasema bali ninyi ndugu hammo gizani. Yaani kwamba ninyi ndugu hammo katika giza. Sikia? Hata ile siku iwapate kama mwivi. Kumbe kuna kundi linatajwa kwamba halimo katika giza. Yaani hadi ile siku ije iwashtukize bila kujua. Naendelea kidogo, mstari wa 5. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Kumbe anaposema kuna kundi litakutwa kama mwivi, ni kundi la kwanza. Lakini kundi la pili tunaambiwa ni kundi ambalo lenyewe halimo gizani hata ile siku iwapate kama mwivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kundi linaitwa kundi la wana wa nuru, yani wana wa mchana. Na hiyo nuru ni kitu gani sasa? Ndipo tumesoma fungu la Petro katika waraka wa pili wa Mtume Petro sura ya 1 mstari wa 19. Maandiko yanasema tuna lile neno la unabii ambalo ni imara zaidi. Tukiliangalia hilo ni kama taa. Kama ni taa, ina maana inatupatia nuru. Kama inatupatia nuru, bila shaka tunaweza kuona hadi mwisho wa wakati. Hivyo basi ni muhimu kwetu kutafakari maneno haya ya unabii huu wa Danieli na Ufunuo ili tuweze kujua tupo wapi katika historia ya hii dunia. Hivyo ndugu zangu, tunapokwenda kutafakari Ufunuo sura ya 13, kutafakari mnyama ni nani, chapa ya mnyama ni kitu gani, na wakati gani itahusika, na nifanye nini sasa ili niweze kuepuka chapa ya mnyama, maana tumeona wazi kwamba wale wote watakaopokea chapa ya mnyama basi wataangamia. Hivyo nifanye nini ili niepuke chapa ya mnyama? Hilo ni jambo ambalo tutalitafakari kwa uzuri zaidi. Lakini kwanza tutarejea kitabu cha Danieli. Kwa neema ya Mungu tutaanza kujifunza Danieli sura ya 1. Ninatamani katika Danieli tutafakari sura 2 za msingi. Sura ya 2 na sura ya 7 katika Danieli. Lakini tutagusa katika sehemu zingine. Ila sehemu ambazo tutazitafakari kwa uzuri katika masomo yetu haya ni sura ya 2 ya Danieli na sura ya 7 ya Danieli. Ila tutaanza na msingi wa sura ya 1 ili tuwalao tupate picha ya kitabu cha Danieli. Hivyo basi ni kualike kwa neema ya Bwana usikose somo lijalo tutakapoenda kuanza kutafakari Danieli sura ya 1. Hapo tunatengeneza msingi wa kuitafakari chapa ya mnyama na namna gani itasimamishwa chapa ya mnyama. Watu wa Mungu wanapaswa wafanye nini ili waepuke chapa ya mnyama. Hapa kwa leo hii nitaishia katika utangulizi huo. Walau umeanza kupata picha ya kitabu cha Ufunuo na picha ya kitabu cha Danieli. Lakini somo lijalo usikose, tutaenda kutazama Danieli sura ya 1 na tuweze kufahamu maneno yanayoandikwa humo. Unasikia kuna mnyama, mara kuna pembe, mara kuna mnyama wa baharini, mara nini, mara mnyama kutisha. Nini maana yake mambo kama hayo? Mbona ni mambo ambayo yanatisha? Usipate wasiwasi. Kwa neema ya Mungu, Roho wa Bwana atatufundisha vizuri na tutaweza kujionea sisi wenyewe katika maandiko matakatifu. Nawe utapata furaha. Kumbe Biblia ni kitabu ambacho kinaeleweka. Kumbe Biblia ni kitabu ambacho ni kizuri kuliko vitabu vingine vyovyote. Tenga wakati wa kuwa na maombi. Tenga wakati wa kumshirikisha Bwana, mwambie Bwana, nahitaji kuelewa masomo haya nami niweze kuwa miongoni mwa wale ambao wataiepuka chapa ya mnyama na kupokea upendeleo kipekee sana wa kufanana na Mungu, wa kupokea taswira ya Mungu katika maisha yetu. Nitaishia hapa kwa siku hii ya leo. Ikiwa una swali, ikiwa una maoni, ikiwa una ushauri wowote, usisite kuwasiliana pamoja nasi ili kusudi tuweze kujifunza kwa pamoja maneno haya na pamoja wote tuweze kubarikiwa na mwisho wa siku kufika juu kwa Baba. Bwana wabariki sana popote mlipo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tupate kuomba. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku hii ya leo kutufundisha utangulizi wa masomo haya ambapo tunaenda kutafakari somo kuhusiana na chapa ya mnyama na namna ya kuepuka kuipokea chapa ya mnyama. Kwa sababu tumeona wazi kwamba wale wote watakaopokea chapa ya mnyama ni dhahiri kwamba watapotea. Hivyo Bwana, hatutamani kupotea. Tunatamani tuweze kuwa upande wako.
tunakusihi na tunakuomba kwa huruma zako na rehema zako, tuwezeshe na utusaidie tuweze kuwa upande wako. Mbariki msikilizaji na mtazamaji, nami pia naomba unibariki, uendelee kunipatia mafunuo ili tutakapokutana tena tujifunze maneno haya ya uzima. Tunajikabidhi mikononi mwako, ni kupitia jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amina.